katika jina la Yesu, nikiwa na imani ya kwamba Bwana atatenda maajabu na makuu katika maisha yako kwa uaminifu wake, na nikijua ya kwamba anakujua na anakupenda, na ndio maana uko hai siku ya leo. Na pia ninakushukuru kwa kuchagua Gospel Voice kuwa TV yako ya nyumbani. Niko na imani ya kwamba jioni ya leo Bwana atanena na wewe, na kuna vitu atasaidia katika maisha yako. Ningependa tuombe ndio tuweze kuingia kwa neno la Bwana. Kwa wale ambao wananitazama mara yao ya kwanza, ninaitwa Pastor Raphael na Yesu ni Bwana. Ninakushukuru Bwana kwa nafasi hii ambayo umenipatia ninene na mjakazi wako, nikiomba amani na ushindi wa msalaba, na ya kwamba yale ambayo utakayoyaongea yataleta ushindi katika maisha ya mtazamaji, na nuru yako Bwana itatuangazia zote kwa utukufu wako. In Jesus name we pray. Amen. Jioni ya leo ningependa tuongee kuhusu vile shetani anaigiria mtu, na akikuigiria mtu huyo hubehave namna gani. Vile shetani anaigiria mtu, na mtu huyo akiigiriwa na shetani hubehave namna gani. Na ni vizuri tuelezane ya kwamba katika uso wa dunia kuna mambo huwa mwanadamu anafanya kimakosa, na anafanya kimakosa kwa sababu ya kutojua. Ndipo maandiko inasema ya kwamba watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa hivyo kuna makosa mwanadamu huwa anafanya katika maisha yake ama njia yake ya maisha, na ameyafanya si ati kwa sababu ya shetani, ameyafanya kwa sababu hajajua. Kwa mfano, upatiwe pesa na haukuingia shule na haukujua kuzihesabu. Reality ni hii, utahesabu hiyo pesa kimakosa na uregesha maybe sheji ambayo iko extra ama sheji ambayo iko less, na ni kwa sababu sio shetani, ni maarifa, ni information uko nayo dogo kuhusiana na vile mtu anahesabu. Unaweza kuwa umeambiwa na watu maybe uko na hoteli, tunataka kukula, utupikie chakula cha aina fulani, na ukute ya kwamba vile umepika chakula, wakija waseme sio sawa, hiyo chakula sio vile tulikuwa tunataka ipikwe. Tunaweza sema ni shetani, lakini in reality ni kukosa ufahamu. Kuna vile mtu anafanya mambo kimakosa, na ni kwa sababu ya kwamba hana ufahamu wa kutosha. Kukosa ufahamu inaonekana ya kwamba inazuia maisha ya watu kusonga katika njia fulani, na inazuia resources za aina fulani katika maisha ya watu. Hivyo kuna hatari pia wakati mtu hana ameingiliwa na shetani. Na shetani akikuingilia husababisha vitu kadhaa, na ni vizuri katika maisha yako na unatizama kana kwamba changamoto hizi ninapitia ni shetani amefanya, ama changamoto hizi nimepitia ni watu wamefanya. Maana kuna changamoto za watu na kuna changamoto kwa sababu shetani amehusika. Na ni vizuri tuelewane ya kwamba shetani akiwa mahali huwa ana manipulate, anafanya vitu zifanyike excessively ya kuliko vile zilikuwa zifanyike. Na kwa hivyo manipulation ni ishara ya kwamba shetani ako katika hiyo sehemu. Na leo sitaki kuongea kuhusu manipulation. Leo nataka niongee kuhusu ignorant. Shetani hufanya mtu apuuze mambo. Shetani hufanya mtu apuuze mambo. Unaona kitu kidogo, hapa ni pale Mswahili alisema usipoziba ufa utajenga ukuta. Unaona kitu kidogo kuliko uweze kuzuia, mwishowe hiyo kitu inaleta madhara makubwa, lakini shetani alikuwa amehusika. Na niseme hivi, kuna watu ambao destiny zao zimechelewa kufika, na changamoto sio Mungu. Changamoto ya destiny ni kwa sababu watu walipuuza, wakakosa kumakinika ama kufanya inavyostahili. Ukiangalia safari ya wana wa Israeli wakiwa Misri, Mungu akiongea na Abraham alimwahidi ya kwamba watakaa miaka 400. Ili hali tunaona ya kwamba walikaa miaka 430. Na ni kwa sababu gani? Kulikosekana mtu wa kumakinika wa kuweza kuorganize watu. Na kabla miaka hiyo haijafika miaka 430, utakuta ya kwamba ikiwa mwaka wa 390, miaka ikiwa imebakisha miaka 10,
Musa alijiinua miaka 10 kabla, na alipojiinua akataka kukomboa wana wa Israeli, na aliogopa, maana siku moja aliulizwa na mtu, unataka kuniua vile ulifanya mtu fulani jana? Na Musa alikuwa na watetea, akaona hapana, hii kitu inajulikana, na hakika hata Farao akamfukuza na akatoka huko. Kwa hivyo kuignore kwao ya kwamba Mungu ametuma Musa aweza kutusaidia ndio tuweze kuokolewa, kulisababisha washerewe miaka ingine 40. Kuignore kwao kulisababisha washerewe miaka 40. Na hii ni kusema ya kwamba katika maisha kuna vitu huwa tunapuuza, na wakati watu wanapuuza, ili hali wakati wa kupuuza haionekani kama iko na changamoto kubwa, lakini baada ya kupuuza ndio unakuta ya kwamba vitu zinabadilika. Nimekutana na mtu ambao ni mtu ambaye maisha yake ameumia sana, na ni kwa sababu ya kupuuza. Ameumia sana na ni kwa sababu ya kupuuza. Ni mtu ambaye katoto kakaja kakamwambia ati nimesikia sistangu akisema ABCD, na alipotizama hiyo story katoto kanamwambia, akasheka akasema hii ni story za watoto tu. Lakini mwishowe ilikuja ikamfumania, ikamshika na ikampeleka jela, na akakaa jela miaka mingi. Alikaa miaka 12. Amepoteza miaka kwa sababu aliignore statement kadogo ambapo kalikuwa kametengenezwa ama kameletwa kwake na mtoto. Na kwa hivyo kupuuza kunasababisha maisha ya watu isiweze kukaa vile Mungu angetaka. Mathayo 6 na mstari wa 6. Mathayo 16, sio 6, Mathayo 16, Matthew chapter 16 and verse 6. Yesu anasema hivi, be careful, Jesus said to them, be on your guard against the yeast of the Pharisee and the Sadducees. Ni vizuri tupatie Kiswahili, tusome na Kiswahili ndio tuweze kufikia kila mmoja wetu ambaye ataweza kutusikiliza siku ya leo. Yesu akawaambia, jihadharini, jirideni na shashu ya Mafarisayo na Masadukayo. Shashu ni lugha ni neno lingine la kusema baking powder. Na sasa hawa watu wanaitwa Mafarisayo na Masadukayo. Yesu anaambia Waisraeli mujihadhari na baking powder ya Mafarisayo na Masadukayo, meaning wanashika jambo kidogo wanaiweka baking. Maneno ya mdomo inawekwa baking, wanaifulisha jambo kidogo inafanywa jambo kubwa. Hii ni wakati ule unakuta ya kwamba mnakosana na mtu, na hata ukiangalia sababu kabisa na mmekosana kabisa, mpaka watu wanakuuliza, kweli kuna kitu kingine mlikuwa mnaulizana ama ni hii? Maana ikionekana kwa macho inaonekana ni kitu kidogo, ambayo ni statement moja ambayo mtu ageogea alafu mwishowe ishe. Inasemwa hivi, mama akaitishwa maji ya kuosha mkono na mumewe, akamletea kwa bakuli maji ya kuosha mkono, na alipoleta kwa bakuli akanawa kwanza mkono, akaosha tu mkono hivi, maana walikuwa nakula, akaosha mkono na hiyo maji yote. Alafu mzee akamwambia, nibadilishie hii maji, ya kwamba hii maji imeshafuka, uniwekee maji nyingine. Mama akaambia mzee ya kwamba hata wewe unajua tapu mahali iko, unaweza enda mzee akakasirika. Mwisho akatoka akaenda akaoga mikono, akakuja akaketi, hawakuogea kitu kingine, na wakakula na wakamaliza na wakaenda kulala. Asubuhi mzee akiamka kwenda kazi akaambia mama ya kwamba na jana usiku nilikosea, na mimi ninaomba ya kwamba uniombe msamaha. Mama akasema ya kwamba siwezi sema sorry. Kwani kuoga mikono yako na kuambia sorry kwa nini? Mikono ni yako, tumbo ni yako, ni wewe ulikuwa nataka kukula, ninakwambia sorry ya nini? Sasa ikawa mzee akakasirika na akatoka akaenda kazini, naye mama in the course of the day akatoka akaenda kazini. Nataka uone bakuli ya kuosha mkono ilikuwa ni kuoga na hiyo mambo ishia hapo. Alafu ikakataa kuishia hapo, ikatoka kwa kuoga mkono ikaenda kwa kusema sorry. Na sasa imefika kwa kusema sorry, mama akakataa kusema sorry.
Mzee akatoka kaenda kazini, na mama alikuwa anafanya kibarua mahali, akatoka kaenda kibaruani. Ikafika jioni, mzee alipokuja jioni, alikuja akabadilisha kufuli zote za nyumba na akaenda kuosha mpira kwa klabu mahali. Atarudi zake saa 5. Na mama alipokuja naye akakuta nyumba imefungwa, akapigia mzee simu, mzee hakuchukua simu, naye akaenda kulala kwa hoteli. Na kwa hivyo baada ya mwezi mmoja ndoa ilikuwa imevujika. Ilipovujika sasa, mama ndio anajirudia. Nataka uone ni kitu kidogo ambao wageogea na wamalizane na hakikuwa na uzito wowote, lakini mwishowe kimevuja doa. Hii ndio Yesu anasema mujihadhari na shashu ya Masadukayo. Ni kitu kidogo alafu kinafulishwa kinakaa kitu kikubwa mpaka kinavuja doa, na doa ni more costly kuliko kusema sorry. Doa ni more costly kuliko maji ya kuoga mkono. Lakini shashu ya Mafarisayo, ndio Yesu anawaambia mujihadhari. Kuna vitu zinafanyika katika maisha yetu ambazo tunaignore, mwishowe zina cost maisha. Ni kama vile unaonaga mbu ni kamdudu kadogo sana, kamdudu tu kadogo. Mbu kanatoshana na kitu ambacho hata huwezi hesabu. Alafu mwishowe kanasababisha mtu mzima, mtu mwenye kilo 90, mtu mwenye kilo 100 ashikwe na malaria na akufe. Na ni uliignore ukasema ya kwamba siwezi lala ndani ya neti, kwani ni mbu anaweza nifanya nini na hii mwili yote na uzito wote. Lakini hiyo mbu akikudunga na ukose kutafuta matibabu, mwishowe unakuta ya kwamba umeshikwa na malaria, umetumia gharama kubwa ya mahospitali, ama mwishowe inamalizia watu maisha. Na ni shashu dogo, ni kitu kidogo ambayo ulikuwa unaignore. Na ninaongea hivi ndivyo mwanadamu aweze kujiangalia ya kwamba shetani ile kitu anafanya na maisha ya mwanadamu. Moja ni kuhakikisha ya kwamba umepuuza maneno ambayo umeambiwa na mdomo. Unaona ni kama haibebi uzito sana. Na hivyo ndivyo tunafanya katika Biblia. Mungu anasema ya kwamba tukue waaminifu kwa kutoa fungu la 10. Alafu tunapuuza, tunaona kwani nisipotoa hata si kutoa ya last month sikuulizwa, si kutoa ya this month sikuulizwa. Mwishowe unakuta ya kwamba hiyo chachu dogo na hiyo ignorant shetani amekupatia kwa moyo wako inakuwa kitu kikubwa. Kitu kikubwa ni wapi? Ni wakati utajikuta katika hali ya maisha unahitaji mkono wa Mungu uingilie kati akusaidie, alafu Mungu ananyamaza kwa sababu na yeye kuna mahali alikupea maagizo ya aina fulani na ukaweza kupuuza. Mungu anakutuma uende kwa kanisa fulani na anakuambia ukiwa mshirika pale. Na unajua Biblia inasema ya kwamba hakuna mwanadamu aliye na uwezo wa kuvutia mtu. Ni Mungu mwenyewe huvutia watu kwa mtu. Kwa hivyo Mungu amekuvuta uende kwa mchungaji fulani. Na ni vizuri tuelezane ya kwamba hakuna mchungaji anajiitaga. Kila mchungaji ni Mungu amemuita. Na ni vizuri tupatie kitabu cha Hebrews chapter 5 and verse 5. Tuone hiyo mstari ushike vizuri ya kwamba hakuna mchungaji hujiita, ni Mungu huita wachungaji. Waebrania 5 mstari wa 5 Biblia inasema hivi. Pia Kristo, tupatie kuanzia mstari wa 4 verse 4 tuone inasema nini. Verse 4, hakuna anayejitwalia heshima hii mwenyewe, ni lazima aitwe na Mungu kama vile Aaron alivyoitwa. Hakuna mtu anayejitwalia heshima ya kuitwa. Hakuna mtu hujiita. Hiyo heshima ya kuitwa mchungaji hakuna mtu hujiita. Ni Mungu huwa anaita watu, na inasema ni lazima aitwe na Mungu kama vile Aaron alivyoitwa. Aaron aliyekuwa brother ya Moses aliitwa na Mungu akuwa mchungaji. Na kwa hivyo Mungu anaweza kukutuma uende kwa mchungaji wa aina fulani, lakini ukifika pale uignore, useme hapana, hii kanisa is not my standard, huyu hafai kuwa mchungaji wangu, na bra mwishowe unatoka. Mwishowe unakutana na shaga moto katika maisha ambayo Mungu alikuwa anajua nikikutuma pale ndipo utaweza kusaidikia, nikikutuma kwa ule mtu ndiye atakuwa na dawa ya aina fulani katika maisha. Na mwishowe unakuta ya kwamba maisha ya mtu imeharibika. Na imeharibika kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupuuza. Ignorance inatoka kwa shetani, na ignorance ni very costly, iko na gharama ya juu. Ignorance inatoka kwa shetani, na ni vizuri tuelewane ya kwamba ignorance is very costly. Mungu akaambia wana wa Israeli
ya kwamba wasikuwe watu wa kuoa ovyo ovyo, wasikuwe watu wa kuoa vile Mungu vile mtu anataka. Na mwishowe ni ya kwamba mtu anaitwa Samson hakusikia hiyo maagizo, na kwa hivyo hakuitekeleza wala hakuifuatilizia. Mwishowe ilisababisha Samson, ambaye ni mtu ambaye ameinuliwa na Mungu, akufa kifo cha mapema kwa sababu ya kupuuza. Sijajua ni kitu gani hii, mpendwa, ambayo unapuuza katika haya maisha, lakini vizuri ni kuelezea kwamba chochote unapuuza kitasababisha hasara kubwa katika maisha yako. Chochote unapuuza kitasababisha hasara kubwa katika maisha yako. Kitabu cha Joshua chapter 7, Yoshua sura ya 7 tukianzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza, Biblia inasema, lakini Waisraeli hawakuwa waaminifu kuhusu vile vitu vilivyowekwa wakfu. Ya kwamba Waisraeli hawakuwa waaminifu, yani si ati hawakusikia. Wameelezewa na Mungu, mkiingia katika miji ya Canaan, dhahabu yoyote mtakayoipata muniwekea wakfu, dhahabu ni yangu. Lakini hizo vitu zingine, akina ng'ombe, buzi, kondoo, ngamia, mifugo, manyumba, visima, mashakura ya mashamba, zote ni zenu. Mungu akajitolea dhahabu peke yake. Na walipoingia Canaan, Biblia inasema hawakuwa waaminifu. Kwa hivyo ile kitu Mungu amesema, na hii muniachie ni yangu, Mungu ameonyesha interest. Kama vile baba anaweza onyesha interest ya kitu fulani, akishaonyesha interest ni vizuri uondokee. Kuna vile unakutaga ina family ya kwamba kuna vitu baba anapenda, zile vitu baba anapenda, hizo vitu zinafaa ziwekwe kado tu, maana baba ametamani hizo vitu, ametamani kukaa hivyo. Na unakuta ya kwamba Waisraeli Mungu alipoonyesha interest ya kwamba ako na interest na dhahabu, kuna mtu mmoja anaitwa Akan. Verse 2 inasema, Akan mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera wa kabila la Yuda, akavichukua baadhi ya vitu hivyo. Hasira ya Bwana ikawaka dhidi ya Israeli. Mungu aliposema vitu fulani niko na interest nazo, kuna mtu ambaye anaitwa Akan mwana wa Karmi, na huyu mtu akachukua zile vitu ambazo Mungu alisema ako na interest na zenyewe, na akazifisha. Ukweli ni huu, ilisababisha wana wa Israeli wakufe. Ilisababisha Joshua asumbuke siku mzima. Maandiko inasema alilala na tumbo hivi akiwa amenyosha mkono, a whole day, akililia Mungu akimuuliza, ulitutoa kule, ulitutoa uje utufanye tuuawe na hawa watu wa Canaan. Na shida sio Mungu. Kuna mtu anaishi maisha defeated. Maisha yako, yani hakuna sehemu mingi za maisha unapata ushindi. Unakuta sehemu yako ya maisha ama sehemu ingine ni kung'ang'ana, utang'ang'ana sana. Kama ni kazi, before upate hiyo kazi, yani umeapply kazi, umepeana application, kampuni zote zinazokaribia kijiji cha kwenu, hakuna kampuni haina application yako. Marafiki wako wote umewahusisha ukiwaambia, jamani, hata kama ni kwenu sijakataa kazi ya kufagia, wewe niteteeni tu. Ni kweli nimesoma, niko na makaratasi inasema ya kwamba nimehitimu, lakini wewe nitetee, hata kama ni kazi ya aina gani, mimi nitachukua tu, sitachagua. Lakini hata ukiongea hivyo, unakuta ya kwamba wanakataa, hiyo nafasi ya kazi haipatikani. Na si ati kwa sababu hujasoma, ni kwa sababu wewe mwenyewe ulipuuza vitu fulani Mungu amekuambia, na mwishowe unajikuta ya kwamba uko katika eneo la frustration ambayo Mungu hakusaidii. Joshua aliingia hali ya frustration kwa sababu ya kupuuza. Mtu ambaye anaitwa Saulo, mfalme wa Israeli, aliingia hali ya frustration kwa sababu ya kupuuza. Frustration ni gani? Biblia inasema ya kwamba vita ikamuingilia, na inasema wakati huo Samueli alikuwa amekufa. Unaelewa, angetaka kuingia kwa vita, ageuliza Samueli, je, tuingie kwa hii vita tutashinda? Samueli angemwambia Mungu anasema ingia utashinda, ama Mungu anasema ufanye hivi na hivi na hivi, alafu itakuwa hivyo, ama Mungu anakuambia toroka, sitakuwa na wewe. Lakini sasa Samueli amekufa. Biblia inasema ya kwamba akaingia, akaenda kwa manabii kuuliza kama atashinda hiyo vita. Mungu akanyamaza. Biblia inasema ya kwamba akashana manabii, akavaa efodi yenyewe, ile ambayo ilikuwa inavaliwa. Ukivaa efodi, uulize Mungu, alikuwa anajibu. Akavaa efodi, akauliza Mungu, Mungu akakataa kujibu. Biblia inasema ya kwamba akauliza Mungu pia kwa Urim na Thummim.
Ni zile vitu zilikuwa zinarushwa, zikienda pande fulani Mungu amesema ndio, zikienda pande fulani Mungu amesema la. Akaenda mpaka kuuliza Mungu, na hizo Urim na Thummim zile zilikuwa zinarushwa hivi, alafu zikijipanga pande moja Mungu ameogea, zikijipanga pande nyingine Mungu ameogea. Yani zikarushwa, badala zijitawanye, zikae Urim kado na zikae Thummim kado, zikakataa kugawanya. Kwa hivyo ni confusion. Hatujui kama tukiingia kwa hii vita tutashinda ama hatutashinda. Mwishowe akaenda kwa mshawi, mama mshawi, akasema niamshiwe spirit ya Samueli. Na mshawi akaiamsha na akamwambia, leo unakufa, huwezi niamsha, huwezi nisubua nikiwa kwa nimelala. Na mshawi alishtuka sana, akamwambia, unajua wewe ni mfalme Sauli na sikuwa najua. Sasa mimi nakwambia hivi, ni nini imesababisha? Aliignore ili Mungu amnyamazia kiwango hicho. Ni kuignore. Aliignore wapi? Aliabua nenda kamaliza Waamaleki. Nenda kamaliza Waamaleki. Na alipoenda akapigana na akaabua maliza kila kitu, alienda akabakisha vitu zingine, na alizozibakisha ndizo zilisababisha ya kwamba akiogea na Mungu akakataa kumjibu tena. Na mimi sijui ni sehemu gani ya katika haya maisha unapuuza. Unaweza kuwa uko na mzazi anakushauri vizuri, anakwambia tafadhali ashana na matembezi ya watu fulani, nimeona hiyo group unatembea nayo, ashana nayo. Unamwambia madho, ajua wewe ni old generation, wewe huelewi. Wacha nikuambie, akiwa na hiyo old generation anaweza kuwa anaona bali kuliko wewe new generation. Anaweza kuambia, unaweza abua na mtu fulani mko na yeye kwenu kazini, nimetizama nikaona na nikiomba ninasikia kwamba sina breakthrough na huyo mtu. Unasema wewe, wajua wewe you are too spiritual. Unakemea mke wako, unamwambia you are too spiritual. Haushikanishagi mambo. Ungekuwa unashikanisha, ungejua fulani ni mzuri hata nituobesha huko kazini. Na mke wako anakuambia mimi ninasikia sio hivyo. Lakini baada ya kuikataa, mwishowe huyo ndiye ataigiria ufutwe kazi na achukue position yako. Na ameigiria because you ignored. Ulionyeshwa dalili na ukaambiwa na watu fulani, alafu mwishowe ukapuuza na ikasababisha hasara. Nataka utizame hivi. Mtu ambaye anaitwa Farao ameigiwa na shetani huyo wa ignorance, akapuuza. Yani usiku moja Biblia inasema ya kwamba Israeli kulikuwa na kilio kila boma. Hakuna boma haikuwa inalia. Kwa sababu gani? Malaika wa kifo wametembea Misri usiku, na kila boma ambao hawakupaka damu kwa milango yao, kila mtoto wa hiyo nyumba wa firstborn aliuawa. Na kwa hivyo boma zote Israeli, boma zote Misri, kuanzia boma ya Farao kulikuwa na kilio. Reality ni hii. Baada ya wao kufanya mazishi, Waisraeli wametoka, wameenda miguu, nafikiri safari ya siku 2 siku 3. Wakafika kwenye bahari Shamu. Na walipofika kwenye bahari Shamu, Farao akasema si tumezika what else do you have to lose? Yani hakupima hata maneno alikuwa ameabiwa na waganga wa kwake. Maana kuna wakati Musa alipiga Misri, akaleta vidudu vilikuwa vinauma watu. Waganga wa Misri wakaambia Farao, hii ni kidole ya Mungu inafanya kazi hapa, si huyu jamaa na hii fibo yake. Hii ni kidole ya Mungu inafanya kazi hapa. Na hivyo akiwa ameonywa hata na washawi, hivyo ameona kila boma wamezika, anatuma majeshi yake, anawaambia kibiriani hawa watu muwaregeshe. Kama wamekushinda wakiwa kwa paras, utawawezaje kwa barabara? Kama wamekushinda ukiwa ni wewe unadili na wao direct, mnaongea moja dhidi ya mwingine, Musa anasimama mbele yako na Haruni, wanakuambia vitu na unaona zikifanyika, alafu wameua mpaka mtoto wako wa firstborn, alafu unasema wafuatwe barabarani. Ni ignorance ya hali ya juu, ni kupuuza ambao tuko nao maishani. Mtu anaambiwa na daktari ya kwamba kulingana na vile hali imefika, wewe usikunywe pombe tena, maana tukikutizama maini yako ni kama imeharibika. Alafu mwishowe unauliza daktari, na imeharibika kiwango gani? Anakuambia kulingana hivyo umekaa, uzuri wa maini huwa inamea ikiharibika. Uzuri wa maini huwa inamea. Kwa hivyo unamuuliza, kwa hivyo itamea? Anakuambia ndio itamea. Na kwa hivyo unaasha pombe siku ya kwanza, unaasha wiki ya pili, unaasha wiki ya tatu, unaasha miezi 5, miezi 6, mpaka watu wote wa kijiji wanasema na Mungu ni muweza, ameweza mpaka fulani.
amebadilika, mpaka vile ulikuwa umebadilika mwili, kamwili kanarudi vizuri, maana umeachana na pombe. Kutoka pale ukisikia sasa nguvu zako za mwili zinakurudia, unarudi kwa pombe tena. Mwishowe unakuta huyu mtu amekufa, na amekufa kifo cha ushuku. Kwa sababu gani? Kwa sababu alipuuza. Shetani akikuingilia, jambo moja analeta katika maisha yako ni kupuuza. Unapuuza nini? Unapuuza mashauri. Hakuna mtu anaweza nena na masikio yako usikie kitu. Shetani akikuingilia, akupatie hiyo roho ya ignorance, unapuuza kila kitu. Unapuuza mashauri. Hauwezi ambiwa na mtu, hauwezi onywa, hauwezi abirika. Unapuuza kila kitu. Shetani akikuingilia, unakuwa mtu wa kupuuza. Unapuuza nini? Unapuuza mienendo ya watu ambao wanafaa. Kuna watu katika maisha, mienendo yao ndio huwa inakusaidia, mienendo yao ndio huwa inakurekebisha. Unapuuza nini? Unapuuza ile njia ambayo ni ya ukweli. Katika maisha haya kuna njia mingi ambao watu huwa wanazitumia, na katika hizo njia zote kuna njia ambayo moja tu inaitwa njia ya ukweli. Kuna njia moja tu inaitwa njia ya uzima. Kuna njia moja tu inaitwa njia ambayo ni Mungu mwenyewe huitengeneza. Ukikosea hii njia, na si ati hatuambiangwi, si ati hatuijui, tunaijua, tunaambiwa, lakini reality ni hii: tunakosa kuingia katika njia ya haki na ya ukweli kwa sababu ya element ya kupuuza. Unapuuza nini? Unapuuza the godly counsel, ya kwamba unaponenewa maneno ya kiungu, yani unajikuta ya kwamba you are too ignorant. On Sunday unajulikana wewe ni mshirika wa kanisa ya Catholic. On Sunday unajulikana wewe ni mshirika wa CFF. On Sunday unajulikana wewe ni mshirika wa Full Gospel. On Sunday unajulikana wewe ni mshirika, lakini katikati ya wiki unaenda kwa boma ingine ya mtu kuobewa. Unawekewa mipaka katika ile boma, mpaka inakuwa ya kwamba watu wa kwenu wote hauwezi ongea na hata mmoja. Hauongei na mama, hauongei na baba, hauongei na sister, hauongei na ndugu. Unasema nataka kujikalisha peke yako. Hiyo ignorance ni ya hali ya juu. Hakuna vile unaweza jitenganisha na watu wenu na bado unasema ya kwamba umeamini. Maandiko inasema ya kwamba mtu akijitenganisha na watu wao, hata akuwe ya kwamba hawasaidii, Biblia inasema huyo mtu ni mbaya kuliko hata ule hajaamini. Mtu ambaye hajaamini ya kwamba kuna Mungu, mtu ambaye anawekea watu wa kwao ukuta. Na maanisha hivi, uko na brother, uko na sister, uko na wazazi, hauwezi saidia, umeignore mpaka unawawekea ukuta. Wewe ni zaidi ya yule mtu ambaye anasema anaamini Mungu. Nataka nikujulishe hivi, ondoa ignorance katika maisha. Hauwezi ishi kwa kupuuza vitu. Hauwezi ishi kwa kupuuza watu. Hauwezi ishi kwa kupuuza Mungu. Tumefika level mpaka tunapuuza Mungu. Hawezi tunenea kitu, hawezi tushauri jambo, hawezi nena chochote na tuweze kusikiliza. Hatari hii ikikuingilia katika maisha, mwisho wake ni destruction. Na kwa hivyo unakuta umeanzia maisha vizuri, lakini hatima yako haitaisha sawa. Unaanzia maisha mzuri na uzima na afya, unamalizia maisha na magonjwa. Unaanzia maisha vizuri, unamalizia maisha na ulevi. Unaanzia maisha vizuri, unamalizia maisha na ufukara. Unaanzia maisha vizuri, unamalizia maisha na upweke, kwa sababu ulitega watu wote. Hakuna mtu anaweza kukusogelea. So wakati ule unafika ya kwamba sasa unahitaji watu wanakuignore, watu wanakuangalia na macho, kwa sababu ulituignore na wewe, na sisi tunakuignore. Nataka nikuambie, shetani akuondokee kwa maisha na upigane na roho ya ignorance. Penda watu vile walivyo na usogee karibu na watu. Hiyo ni baraka ambayo Mungu amepea kila mmoja wetu. Baraka ya kupendeka, baraka ya kupendeza, na baraka ya kukaa na watu. Niko na imani ya kwamba kuna mtu nimenena naye, na nina imani kubwa ya kwamba maisha yako itabadilika kwa siku ya leo, kwa sababu Mungu anashukia watu wenye kupuuza, na wewe hautapuuza tena katika jina la Yesu. Ignorance ni ya shetani. Watu wakiignore, maisha yao huagamia. Kaini aliignore hata baada ya kushauriwa na Mungu. Akaambiwa, ninaona dhambi inagonga kwa mlango ya kwako. Kaini hakushukulia hiyo seriously. Alipokosa kuishukulia, aliua brother yake. Na alikuwa ameambiwa na Mungu, ninaona dhambi. Mungu alikuwa ameiona, ninaona dhambi ikigonga kwa mlango wa kwako. Kaini hakuchukua hiyo ni kitu ya maana. Aliignore, na mwishowe ikasababisha awekwe alama kwa uso na atolewe kwenye kizazi cha watu wa Mungu. Nini ilisababisha? Ni kupuuza. Ninakuombea katika jina la Yesu,
Kama kuna mambo unapuuza, moyo wako ubadilike na uache kupuuza mambo kwa utukufu wa jina lake. Nataka nikuombee. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya neno ambalo tumenena na mtu wako na watu wako siku ya leo. Na niko na imani ya kwamba kuna mtu ulikuwa unataka kurekebisha maisha yake kutokana na hali ya kupuuza mambo. Ninaomba utakaso wako na ushindi katika maisha yake. Huyu anapuuza mashauri ya daktari, huyu anapuuza mashauri ya wazazi, huyu anapuuza mashauri ya watu wenye hekima ambao umemwekea kwenye maisha. Na hii yote ni shetani yamepanga ndio maisha yake yagamie. Ninaomba umfugue macho ya nje na ya ndani na ufugue masikio yake iweze kusikia mashauri ndio maisha yake isiyagamie. Maana maandiko inasema ya kwamba unawazia watu wako mema. Niko na imani maisha yake haitaagamia, maana kwa mkono wako utatenda maajabu kwa utukufu wako. Pokea sifa, umwema na uaminifu, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Ninaitwa Pastor Raphael na Yesu ni Bwana. Ningependa kukuomba support yako kwa hii program ambayo unaweza tuma kwa hii account ya kanisa. Itatoa jina Christian Foundation Fellowship ama CFF. Account number ni hiyo, iko kwa your screen. 22218 account 7238#. Itakutolea jina Christian Foundation Fellowship. Utabarikiwa na Bwana na atazidi kukupanua, maana kila mtumishi ni Mungu amemuita. Hata mimi nimeitwa na Bwana ndio nikuletee hiyo ujumbe na maisha yako isiyagamie. Na jina la Bwana litukuzwe. May God bless you. May God be with you. Bye bye.